Iran imefanya mashambulizi katika moja ya kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini swali walilonalo wengi ni juu ya kambi gani ambazo zimeshambuliwa na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. BMTV Tanzania inakuletea kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati. Marekani inamiliki kikosi muhimu cha kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati na wanajeshi katika zaidi ya nchi 10, mbali na meli za kijeshi katika maji ya eneo hilo. Kwa ujumla, Marekani ina kambi za kijeshi katika angalau maeneo 19, 8 kati yao yanachukuliwa kuwa kambi za kudumu na wachambuzi wengi wa kikanda. Kambi hizi kwa sasa zina wanajeshi 40,000 wakiwemo raia, pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, ndege za kivita na meli za kivita. Kufuatia shambulio la Marekani dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran, vituo hivyo vimekuwa shabaha ya kulipiza kisasi kwa Iran, huku serikali ya Iran ikiwa tayari imeanza kuzishambulia kambi hizo. Uwepo wa Marekani katika eneo hilo ambalo wakati wa vita vya Iraki na Afghanistan ulifikia zaidi ya wanajeshi 160,000 uliimarishwa mwaka jana kutokana na mvutano kati ya Israel na Iran na kujibu mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Wahuthi wa Yemen dhidi ya meli za kibiashara na kijeshi katika Bahari Nyekundu na Uturuki. Ifuatayo ni orodha ya kambi kuu za Marekani katika eneo hilo ambazo zote ziko chini ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM. Kambi ya kwanza ipo nchini Bahrain. Ufalme huu mdogo ni nyumbani kwa kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani kinachohusika na vikosi vya wanamaji katika Ghuba ya Uajemi, Bahari Nyekundu, Bahari ya Arabia na pwani ya Afrika Mashariki Kusini hadi nchini Kenya. Kituo hicho kinajulikana kama shughuli ya usaidizi wa wanamaji Bahrain na pia kina makao makuu ya kamandi kuu ya kikosi cha wanamaji cha Marekani. Wanajeshi 9,000 wa Marekani wametumwa kwenye kisiwa hicho. Meli kadhaa za jeshi la wanamaji la Marekani ziko katika bahari ya Bahrain ambayo ina maji yenye kina kirefu yanayoweza kuruhusu kuingia kwa meli za kina kirefu kama vile USS Carl Vinson na nyingine za kubeba ndege za kivita. Pia miongoni mwao ni vyombo 4 vya kusafisha maeneo ya mgodi na vyombo 2 vya msaada wa vifaa vya kimkakati. Walinzi wa pwani wa Marekani pia wana meli nchini humo, zikiwemo boti 6 zenye kasi. Hii kulingana na jarida la AFP. Kituo cha pili kipo nchini Kuwait, ambapo Kuwait ni moja ya nchi zenye idadi kubwa ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Miongoni mwao ni Camp Afrijan, nyumbani kwa makao makuu ya kitengo cha CENTCOM cha jeshi la Marekani. Kituo hiki kinatumika kama kitovu cha uendeshaji wa vifaa vya vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, kikiwa na akiba kubwa ya nyenzo za kusambaza shughuli mbalimbali. Pia kuna kambi ya anga ya Al-Salem, ambapo ni nyumbani kwa kitengo cha 386 cha usafiri wa anga, kitovu kikuu cha usafirishaji wa ndege na lango la kupeleka nguvu za kivita kwa vikosi vya pamoja na vya muungano katika kanda. Hii pia kulingana na AFP. Marekani vilevile ina ndege zisizo na rubani ikiwemo ile ya MQ-9 Reaper huko Kuwait. Katika kambi ya Afrijan na Al-Salem Air Base pekee, jeshi la Marekani limetuma wanajeshi 13,500 kulingana na idara ya masuala ya kigeni ya taifa hilo. Kambi ya anga ya Al-Udeid nchini Qatar ndiyo kubwa zaidi katika eneo hilo. Ina makao makuu ya kamandi kuu ya Marekani ya CENTCOM na kikosi chake cha anga. Al-Udeid imekuwa muhimu katika operesheni za kijeshi za Marekani huko Iraq, Syria na Afghanistan. Kitengo cha 379 cha usafiri wa anga wa jeshi la anga la Marekani pia kimetumwa huko.
Rais Donald Trump alitembelea kambi hiyo tarehe 15 mwezi Mei wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati. Katika ziara za hivi karibuni, Washington iliondoa makumi ya ndege kutoka kwa uwanja wa ndege wa Al Udeid kama ilivyoonyeshwa kwenye picha za satellite na kuibua shaka kwamba ilitaka kuzilinda dhidi ya mashambulio ya Iran kujibu uingiliaji wa Marekani. Kati ya ndege 40 zikiwemo za usafiri na ndege za upelelezi za C-130 Hercules, kuna takriban wanajeshi 10,000 wa Marekani nchini Qatar, na hiki ndicho kituo ambacho usiku wa kuamkia hii leo kimeshambuliwa na Iran. Kituo kingine kipo katika Umoja wa Falme za Kiarabu ambapo wanajeshi wa Marekani wanamiliki kambi ya wanaanga ya Al Dhafora katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, kituo cha kimkakati kinachojishughulisha na upelelezi, kukusanya taarifa za kijasusi na kuunga mkono operesheni za anga. Kambi hiyo ni nyumbani kwa kitengo cha wanaanga cha 380, kikosi kinachojumuisha vikosi 10 vya ndege na pia ndege zisizo na rubani kama vile MQ-9 Leopards ambazo ni ndege zilizotumika kuvishambulia vituo vya vinu vya nyuklia vya Iran. Kambi nyingine ipo nchini Iraq. Katika kituo hiki, Marekani ilikuwa na hadi wanajeshi 100,000 na 60,000 waliotumwa nchini Iraki katika kambi zaidi ya 500 wakati wa uvamizi uliompindua Saddam Hussein uliodumu kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2003. Hata hivyo, kwa sasa kuna wanajeshi 2,500 wa Marekani walioko nchini humo, na Washington inafanya mazungumzo na serikali ya Baghdad ili kuwaondoa polepole. Wanajeshi hawa ni sehemu ya muungano wa kimataifa unaopambana na kundi la wanajihadi la Islamic State. Na kituo cha mwisho ama kambi ya mwisho inayolengwa na Iran ni kambi ya Syria. Uwepo wa jeshi la Marekani nchini Syria pia unahusishwa na mapambano dhidi ya Islamic State ambayo yaliibuka kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka nchini humo mwaka 2011 na hatimaye kuteka sehemu kubwa ya ardhi ya Syria na Iraki. Jeshi la Marekani lina takriban wanajeshi 2,000 katika kambi mbalimbali nchini Syria, wakishirikiana na vikosi vya usalama vya ndani ili kuzuia kuibuka tena kwa kundi hilo la kijihadi. Mwezi Juni, Washington ilitangaza kuwa itapunguza idadi ya kambi za kijeshi inazoendesha nchini humo kutoka 8 hadi 1 na kwamba itabadilisha sera zake nchini humo kwa sababu hakuna hata moja iliyofanya kazi. Trump bila kutarajia aliamua kuondoa vikwazo dhidi ya Syria mwezi uliopita wa Mei, na utawala wake umeonyesha nia ya kufanya mazungumzo na kiongozi mpya wa nchi hiyo, Ahmed Shara, ambaye wanamgambo wake walifanikiwa kumpindua Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.